إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ikiwa leo ni tarehe 18 ya mwezi huu wa Januari mwaka 2026, ambayo inawafikiana na tarehe 29 Rajab katika mwaka wa 1447 Hijria. Leo siku yetu ya Jumapili tutaendeleza darasa yetu ya fiqh, na sehemu tutakayoanzia ni pale tulipoachia katika wiki iliyopita, ambako wiki iliyopita tulikuwa tunazungumzia hukumu za uimamu, maana yake mawqiful imami wal ma'mum, mahala ambako anatakiwa asimame imamu pamoja na maamuma. Ikiwa imamu na maamuma ni wako wawili, wanatakiwa wasimame vipi, na ikiwa imamu na kuna maamuma wake wawili na kuendelea, anatakiwa asimame vipi. Nadhani tulieleza kwa kadiri Allah alipotuwezesha. Lakini leo tutaanza katika kipengele kinachozungumzia salatul imami au al-ma'mumi fi makani murtafi'in. Ndio tutaanza hapo, tutakapoishia ni pale ambapo Allah atakadiria tufike kutokana na muda na dharfu zitakavyokuwa zinaturuhusu. Salatul imami au al-ma'mumi fi makani murtafi'in, hukumu ya swala ya imamu na maamuma wake katika sehemu iliyonyanyuka, labda ghorofa na sehemu zingine. Uislamu unasemaje na hukumu zikoje katika jambo kama hili? Tutaanza na kipengele cha kwanza ambacho ni irtifa'ul imami 'anil ma'mum, imamu kuwa juu, alafu tutakuja irtifa'ul ma'mumina 'anil imami, maamuma kuwa chini. Kwanza tuangalie kipengele cha kwanza, imamu akiwa juu ni ipi hukumu yake kuswali wewe maamuma kumfuata imamu huyo. Kitabu chetu ni kile kile Sahihu Fiqh Sunna wa adillatuhu wa tawdihu madhahibil a'immati, ambao ni juzuu ya kwanza tuko nayo. Anasema yukrahu lilimami an yusalli a'la min alma'mumina, ni karaha kwa imamu kuswali akiwa juu zaidi ya maamuma, yani maamuma wakiwa chini, imamu akiwa juu. Jambo hili ni karaha. Yukrahu lilimami, ni karaha kwa imamu, jazakallahu khair, yukrahu lilimami an yusallia a'la min alma'mumina, ni karaha, yani ni jambo ambalo linachukizwa jambo hili kisheria kwa imamu kuswali akiwa juu kuliko maamuma wake. Wa huwa madhhabul jumhur, na hayo ndiyo madhehebu ya jumhurul ulama. Sawa'un kana hadha al-'ulu lihajatin aw la, sawasawa iwe huo ujuu wake imamu iwe ni kwa sababu ya haja au bila ya haja yoyote, lakini ni karaha. Ushahidi an Hammam, kutoka kwa Hammam, anna Hudhaifata, hakika ya Hudhaifa, amma an-nasa bil madaini ala dukani, aliwaongoza watu, yani Hudhaifa alikuwa ni imamu wa watu, anawaongoza watu bil madaini, katika sehemu inaitwa Madain, ala dukani, yeye akiwa ni sehemu ya
iliyonyanyuka. Dukani maana yake ni makanu murtafi, ni sehemu iliyonyanyuka. Imamu yuko juu, sehemu iliyonyanyuka, maamuma wako kwa chini. Baada ya kuwa katika hali hiyo, fa akhadha Abu Mas'ud al-Ansari, akawa huyu Abu Mas'ud al-Ansari, fa akhadha, akachukua au akaikamata Abu Mas'ud al-Ansari biqamisihi, akaikamata kanzu ya huyo Hudhaifa, fajabadahu, akamvuta wakati kuwa ameshaingia kwenye swala, akamshika na kumvuta kwa nyuma. Lengo lake lilikuwa kama kumkataza kwamba kile kitendo anachokifanya sio sahihi. Haiwezekani imamu awe juu, maamuma wawe chini. Kwa hiyo akamvuta. Falamma faragha min salatihi, alipomaliza swala yake, qala, akamwambia, alam ta'lam, hivi hutambui, annahum kanu yunhauna an dhalika, ya kwamba wao masahaba walikuwa wanakatazwa jambo hilo. Kwa maana wanakatazwa imamu kuwa juu, maamuma kuwa chini. Qala, akasema yule Hudhaifa, bala, ni sahihi, ni kweli, nafahamu, nakumbuka hilo. Qad dhakartu hina madattani, nilikumbuka pale uliponivuta ndo nikakumbuka kwamba hili jambo, lakini wakati huo kabla sikuwa nimekumbuka. Kwa hiyo hii inajulisha kwamba hii akhrajahu Abu Daud, ameieleza Abu Daudi katika kitabu chake hadithi nambari 597. Kwenye hii hadithi kuna mafunzo mengi, ukiacha hayo ya karaha ya kuswali imamu kuwa juu, maamuma kuwa chini. Lakini katika funzo lingine ni kwamba Muislamu hauruhusiwi kufumbia macho munkar. Muislamu hauruhusiwi kufumbia macho munkar. Munkari unatendeka, basi lazima useme au uonyeshe chochote cha kufanya ili kukemea munkari huo. Tazama, huyu yuko ndani ya swala. Maadamu alikuwa anafanya jambo baya, hakusita ndani ya swala akawa amemvuta. Sikwambii sisi Waislamu, baadhi yetu tunaona kabisa baadhi ya ndugu zetu wanaishi, natoa mfano, wanaishi na wanawake ambao hawajawaoa, si ndio? Ni munkari huo. Au unaona kabisa ndugu yako anafanya mambo ambayo sio sahihi. Ndugu yako unamuona anachepuka, anatoka nje ya mstari, unashindwa kumwambia. Au unaona mke wa ndugu yako, wa rafiki yako, wa jirani yako anafanya munkar, unashindwa kumwambia yule ndugu yako kwamba mke wako anafanya 1 2 3. Unafumbia macho munkar. Hili ni jambo ambalo halifai, ukiacha maana nyingine ya kifiqhi ambayo tulioisoma. Kwa hiyo tunafundishwa Waislamu tuwe ni watu wa kukataza munkar. Jambo baya ukiliona, basi likemee au tumia nguvu kama una uwezo wa kufanya hivyo kuondoa munkari huo. Waqala Shafi'i, Imam Shafi'i anasema, akhtaru lilimami alladhi yuallimu man khalfahu an yusalli ala shay'il murtafi'i fayarahu man khalfahu fayaqtaduna bihi. Imam Shafi'i yeye anasema, mimi nateua imamu ambaye anakusudia kuwafundisha walio nyuma yake ambao hawajui kuswali. Nateua mimi imamu anaruhusiwa kuswali juu ya kitu kilichonyanyuka ili wale maamuma wake wamuone na waweze kumuiga. Yeye Imam Shafi anasema katika jambo hili yeye haoni karaha, bali anateua kabisa kama imamu anakusudia kuwafundisha watu namna ya kusali kwa vitendo, basi anaweza akasali juu sehemu iliyonyanyuka, alafu maamumu wakawa chini yake, wakawa wanamtazama. Wa huwa riwayatun an Ahmada,
Lakini pia riwaya hiyo ya Imam Shafi'i pia na ni riwaya ya Imam Ahmad ibn Hanbal. Manake naye anaungana na Imam Shafi'i katika swala hilo. Na ushahidi wao li hadithi Sahli ibn Sa'di. Hadithi ameipokea sahaba anaitwa Sahli ibn Sa'di, lamma suila 'anil mimbar, alipoulizwa kuhusu hukumu ya mimbar. Ni hadithi ndefu, lakini qala, akasema, akaitolea maelezo kuhusu mimbar. Baadaye akasema, thumma ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam salla alaiha, kisha nilimuona. Thumma ra'aytu Rasulullah, nilimuona mtume wa Allah, salla alaiha, yani a'wadil mimbar, nilimuona akiswali juu ya mimbar. Mtume alikuwa anaswali juu ya mimbar. Wakabbara, na akaleta takbira, wa huwa alaiha, na hali ya kuwa yuko juu ya mimbar. Thumma raka'a, kisha akarukui akiwa katika mimbar, wa huwa alaiha, akiwa katika mimbar. Thumma nazala alqahqariyya, kisha akarudi kwa nyuma nyuma. Fasajada fi asli almimbar, akasujudi katika asli ya mimbar, maana yake sehemu ya chini ya mimbar. Thumma ada, kisha akarudi. Falamma faragha, alipomaliza, aqbala ala nasi faqala, akaelekea watu mtume na akasema, ayyuhan nasu, enyi watu, innama sana'tu hadha, nimefanya hivi kuswali juu ya mimbari, lita'tammu, ili muweze kuniiga, lita'tammu, ili muweze kunifuata, walita'alamu salati, na ili muweze kujua swala yangu namna ninavyoswali. Maana yake hapa anaelezea namna alivyomuona mtume sallallahu alaihi wasallam akiswali juu ya mimbar. Amehirimia swala akiwa katika mimbar, wakiwa maamuma wakiwa chini, yeye yuko juu ya mimbar. Akatea takbira, akafanya cha kufanya, akarukui akiwa katika mimbar. Baada ya kurukui kwenye kusujudi sasa, akawa akarudi nyuma mpaka kwenye chini ya ngazi pale ya mimbar, akasujudi pale. Alafu akapanda tena. Alipoulizwa akasema, nimefanya hivi ili watu waweze kuniona namna ya swali. Kwa hiyo hadithi hii ndiyo anaichukua Imamu Shafi'i kwamba ni dalili, na Imamu Ahmad pia anaichukua ni dalili kwamba yafaa kwa imamu kuswali juu, sehemu ya juu, na maamuma wakawa chini. Sawa? Qultu, nikasema, maana yake hapa sasa anatoa msimamo wake Abu Malik ibn Kamal Sayyid Salim, anasema, fa in wujidat maslahatun min qiyam al-imam ala al-makan al-murtafi', ikiwa kutakuwa na maslahi ya kusimama imamu juu ya sehemu iliyonyanyuka, na ta'limi nasi, kama lengo ni kuwafundisha watu, wa nahwihi, na mfano wa hilo, fala ba'sa lihadha alhadith, basi hakuna ubaya lihadha alhadithi, kwa sababu ya kutumia dalili ya hadithi hii. Kama lengo ni kuwafundisha watu, hakuna ubaya kwa sababu hadithi hii imekuja. Wakadha idha da'at alhaja, lakini pia hivyo hivyo kama haja itahitaji kufanya hivyo. Kama vipi? Ka ayyamtali at-tabiqul ulwi, ni kama vile mfano ikijaa gorofa ya juu, maamuma na imamu wameswali gorofa ya juu, gorofa ya juu ikajaa, wanaruhusiwa maamuma kuswali gorofa ya wapi? Ya chini, kwa sababu kuna haja ya kufanya hivyo. Ka ayyamtali at-tabiqul ulwi, kama vile ikijaa gorofa ya juu, min al-masjid, katika msikiti, wal imamu fihi, na imamu akiwa kwenye hiyo gorofa ya juu, fayusalli ba'dhum fi at-tabiq al-asfal, kwa hiyo wanaruhusiwa baadhi yao kuswali gorofa ya chini, kwa sababu kuna haja ya kufanya hivyo. Imeeleweka? Kwa hiyo ikiwa haja inahitajia kufanya hivyo, imamu anaweza akaswali gorofa ya juu, au akaswali sehemu ya juu, maamuma akaswali sehemu ya chini. Sawa? Kama kutakuwa kuna haja ya kufanya hivyo.
kwa maana ule ukaraha utaondoka kwa sababu ya hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hiko kilikuwa ni kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili, irtifa'ul ma'mumin 'anil imami. Maamuma wakawa juu, imamu yuko chini. Kinyume chake. Maana yake muda ule imamu alikuwa juu, maamuma wako chini. Tukaona kwamba itafaa kama kutakuwa na haja. Sasa katika kipengele hiki maamuma wako chini. Maamuma wako juu na imamu yuko chini. Katika swala hili la dalila yamna irtifa'a al-ma'mumi 'anil imami fi salah. Hakuna dalili inayozuia kwamba maamuma wasiwe juu. Hakuna dalili inayozuia kwamba maamuma wasiwe juu imamu akiwa chini. Hakuna dalili hiyo inayozuia. La siyama idha da'at al-hajatu ilayhi. Na hasa pale haja inapohitajia kufanya hivyo. Kama haja gani? Kama ile tulieleza, ka ayamtali almasjidu, kama vile msikiti ukijaa, fa yusalli ba'dhum fi at-tabiq al-ulwi minhu, wataswali baadhi yao ghorofa ya juu, wengine wataswali ghorofa ya chini. Lakini yambaghi an yakuna ala wajhin yumkinu al-mu'timmu al-ilma bi af'ali al-imam liyaqtadi bihi. Lakini iwe katika njia ambayo, katika sura ambayo anaweza yule maamuma akatambua vitendo vya nani? Vya imamu. Anaweza akaswali hivyo, lakini atambue vitendo vya imamu, kwamba imamu sasa hivi yuko kwenye tendo gani, anarukuu, anasujudi au anafanya vipi. Awe katika sura kama hiyo, liyaqtadi bihi, ili aweze kumfuata. Wayakunu mutasawiyan wayakunu musamitan lima khalfa al-imam. Na awe amemuelekea imamu, lakini kwa nyuma ya imamu. Asimzidi imamu. Maamuma amuelekee imamu, lakini awe nyuma yake. La muqaddaman alayhi au la muqaddiman alayhi illa li'udhri. Asimtangulie imamu isipokuwa kwa udhuru, kama tulivyoeleza katika wiki iliyopita. Asimtangulie. Wa ya'budu hadha, na inatia nguvu hukumu hii ya kwamba inafaa anna Abu Huraira huyu kana bi dhahri al-bina'i ala dhahri al-masjid, alikuwa juu ya jengo, juu ya msikiti. Fa yusalli bi salati al-imami, akawa anaswali kwa swala ya imamu ambaye yuko chini, yeye alikuwa juu. Kwa hiyo dalili iko hapo, ambayo isnadi yake ni hasan. Akhrajahu Ibn Abi Shayba, ameieleza Ibn Abi Shayba juzu ya pili ukurasa wa 223. Lakini pia na Abdul Razak katika hadithi nambari 1488. Na Imam Baihaqi pia ameeleza juzu ya 3 ukurasa wa 101. Kwa inafaa. Wa an Sa'id ibn Sulaym qala, asema ra'aytu Salim ibn Abdullah, nilimuona Salim ibn Abdullah salla fawqa dhahri almasjid, nilimuona akiswali juu ya msikiti, salat al-maghribi, sala ya magharibi. Wa ma'ahu rajulun akhar, akiwa na mtu mwingine, yani wa ya'tammu bil imami, anakusudia na akawa anamfuata imamu. Wao wako juu ya msikiti, imamu yuko katikati au chini ya msikiti. Kwa hiyo inafaa maamuma kuwa juu, imamu kuwa chini. Ameeleweka? Kipengele kinachofuata baada ya kueleza hayo, al-iqtida'u bil imami min wara'i ha'il, hukumu ya kumfuata imamu nyuma ya ukuta au ha'il, kizuizi chochote kile, kiwe ukuta au kiwe kingine chochote. Ni nini hukumu yake? Al-iqtida'u bil imami min wara'i ha'il, asema idha salla al-ma'mumu khalfa al-imami kharija al-masjid, anaposwali maamuma nyuma ya imamu nje ya msikiti,
nje ya msikiti, au fil masjid, au ndani ya msikiti, wa bainahuma hailun, kati yao kuna kizuizi. Ima anaswali nje ya msikiti au anaswali ndani ya msikiti, lakini kati ya ule msikiti, kati yake yeye na imamu kuna kizuizi, ima ukuta au kingine chochote. Fa in kanat as-sufufu muttasilatan, ikiwa safu zimeungana, yani safu zimeungana, ya kwanza ya pili mpaka mwisho zimeungana, lakini kuna ukuta uliotenganisha, lakini safu zimeungana, jaza, jambo hilo litafaa biittifaqil imami, wa jaza itafaa, wa yatamu bil imami, na atamfuata imamu wake, hakuna shida. Na hapa inakuja mfano, labda msikiti wetu ni mdogo, si ndio? Msikiti mdogo, lakini safu zimeungana, watu wakawa wanaswali kwenye vibaraza vya msikiti au kwenye viwanja vya msikiti, safu zimeungana, hata kama kuna kizuizi hakuna shida. Sawa? Kwa hiyo jambo hili anasema jaza, inafaa biittifaqil a'imma, kwa makubaliano ya wanachuoni. Ukiangalia Majmu'ul Fatawa juzuu ya 23 ukurasa wa 407, ndio hizo habari zimeelezwa. Ushahidi, fa'an Aisha qalat, kutoka kwa Aisha anasema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama yusalli min al-layli fi hujratihi, Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa akiswali usiku katika chumba chake. Wajidarul hujrati qasirun, na hali ya kuwa ukuta wa kile chumba ni mfupi. Faraa an-nasu shakhsan nabii sallallahu alaihi wasallam, watu wakaliona jumbile la Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa anaswali, wakauona mwili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqama unasun yusalluna bi salatihi, wakasimama watu wakawa wanaswali kwa swala ya kwa ile swala yake Mtume. Hapa inaonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaswali swala za usiku, na kwa mujibu wa riwaya inaonyesha ilikuwa ni salatu tarawih. Kipindi cha nyuma wakati tarawih inaanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasimama na swali mwenyewe usiku. Wao masahaba walikuwa ni wapenda kheri, wakamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam anaswali katika chumba chake. Kipindi hiko kuta zile zilikuwa fupi. Kwa hiyo watu nao wakaja wakaunga swali nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa kuna kizuizi cha nini? Cha kuta. Lakini safu zilikuwa zimeungana. Kwa hiyo kwa kuwa maeneo yako katika sura kama hiyo, unaweza ukaswali nyuma ya imamu katika sura kama hiyo. Kwa hiyo inaonyesha kwamba Mtume aliswali siku ya kwanza, akaswali siku ya pili, yasemekana siku ya tatu akataka kuswali tena, siku ya tatu au ya nne akasimamisha lile zoezi la kuswali. Watu wakashindwa kuelewa mbona Mtume amesitisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuulizwa akasema, mimi nilihofia isije hii swala ikawa ni faradhi kwenu, kwa maana kama angeliendelea kana kwamba ingekuja kufaradhishwa. Kwa hiyo ni asli ya tarawehi kuswaliwa jamaa, na ni sunna swali tarawehi katika sura ya jamaa. Ameeleweka? Ushahidi wa pili, kwanza hiyo hadithi ni sahihi, ameeleza Imamu Bukhari na Imamu Muslim. Ushahidi wa pili, kuna athari hapo ya Jiblata ibn Abi Sulaiman, wa an Jiblata ibn Abi Sulaiman qala ra'aytu Anas ibn Malik, nilimuona Anas ibn Malik yusalli fi dari Abi Abdullah,
akiswali katika nyumba ya Abu Abdullah. Nyumba hii yushrifu ala almasjidi, ilikuwa inakaribiana na msikiti, iko karibu na msikiti. Lahu babun ila almasjid, nyumba hii ina mlango kuelekea katika msikiti. Fakana yajma'u fihi, basi akawa huyu Anas ibn Maliki anaswali jamaa ndani ya hiyo nyumba ya Abu Abdullah, wa ya'tammu bil imami, na akawa anamfuata imamu. Unaona yupo katika nyumba, lakini ile nyumba ipo karibu na msikiti, ule mlango wa nyumba ile umeelekeana na mlango wa msikiti. Kwa hiyo akawa anaswali huyu Anas ibn Maliki yuko ndani ya nyumba ya Abu Abdullah, lakini ilikuwa imeelekeana na msikiti. Kwa hiyo zile safu zikawa zimefanyaje? Japo kuna ukuta, lakini safu zilikuwa zimeungana. Kwa hiyo yafaa katika sura kama hiyo, kama itatokea katika hali kama hiyo. Wa idha saffu wa bainahum wa baina as-saffi al-akhar tariqun yamshi an-nasu fihi au naharun tajri fihi as-sufunu fa fihi qawlani huma riwayatani an Ahmad. Ikiwa watu watapiga safu kati yao na safu nyingine, kuna njia ambayo watu wanapita, au kuna mto ambao zinaweza zikapita meli na vitu vingine, hapo kuna kauli mbili. Yaani mmepanga safu ya kwanza, safu ya pili, kabla ya safu ya tatu katikati kuna barabara, si ndio? Katikati kuna barabara ambayo watu wanapita, au kuna mto ambao watu wanapitisha meli zao na vitu vingine. Ni ipi hukumu ya kusali katika maeneo kama hayo na hali ya kuwa kuna barabara inapita katikati? Anasema kuna riwaya mbili. Riwaya ya kwanza ambayo ni an Ahmad, al-man'u, kwamba jambo hilo linazuiliwa, halifai, ka kauli Abi Hanifa, kama vile kauli ya Abu Hanifa. Abu Hanifa naye anasema hivyo kwamba jambo hilo halifai, bali swafu zikutane, zisitenganishwe na barabara wala na mto. Wathani aljawazu, kauli ya pili inafaa, ka kauli Maliki wa Shafi'i, ni kama kauli ya Imam Maliki na Imam Shafi'i. Kiangalia Majmu' al-Fatawa juzuu ya 23 ukurasa wa 407, lakini pia hata katika Al-Mughni ya Ibn Qudama na maelezo haya yapo kwamba jambo hilo linafaa. Wa huwa al-adharu, na hiyo ndiyo kauli ambayo inakuwa ya wazi zaidi. Kwa nini? Li'annahu la nassa wala ijmaa fi man'i dhalika, hakuna nasi ya hadithi wala ijmaa inayokataza jambo hilo. Waqad qala al-Hasan la ba'sa an tusalliya wa bainaka wa bainahu naharun, anasema Hasan, hapana ubaya kuswali kati yako na kati yake kuna mto, hakuna shida. Lakini yambaghi an yakuna ala wajhi yumkinu al-mu'timmu al-ilma bi af'ali al-imam, lakini katika hali zote inatakiwa yule anayefuata awe anafahamu vitendo vya imamu, kasamai takbir, kama vile anasikia takbira, au ru'yati safi al-mutaqaddim, au anaweza akaiona safu iliyomtangulia, anaweza akaifuata ile, kwa sababu safu ile inamuona wa mbele na safu ile inamuona wa mbele, kwa anaweza akafuata. Waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lamma ra'a fi ashabihi ta'akhura, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema pale alipoona masahaba zake ta'akhura, wanachelewa kwenda katika safu za mbele. Na hii ipo hata katika zama zetu hizi. Watu inapokimiwa swala wanarudi nyuma, wanaogopa ile safu ya mbele. Hawajui kwamba safu ya mbele ina fadhila nyingi, si ndio? Kwa hiyo Mtume aliwaona masahaba zake walikuwa wanarudi nyuma, wanachelewa kwenda katika ile safu ya mbele. Akasema maneno haya, taqaddamu, songeni mbele katika safu ya mbele,
taqaddamu, tangulieni kwenye safu ya mbele. Fa'atammu bi, nifuateni mimi. Walyatamma bikum, na wawafuate nyinyi man ba'dakum, wale waliokuwa baada yenu. Tangulieni katika safu ya mbele na wale wa nyuma wakufuateni nyinyi. La yazalu qaumun yataakharuna hatta yuakhirahumullah, hawatoacha kuwa watu wanachelewa, wanajichelewesha mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atawachelewesha. Hii ni waidu nzito. Kitendo cha wewe kurudi nyuma, kuikimbia safu ya mbele, kujiweka nyuma, Allah naye atakuondoa katika khairi, atakutoa katika mambo ya khairi. Kwa hiyo kinachohitajika ni watu kuwahi katika safu ya mbele. Walidhalika qala Abu Mijlaz ya atammu bil imam, ndio akasema Abu Mijlaz ya atamul imami, anatakiwa mfuate imamu, wa in kana bainahuma tariqun, hata kama katikati kuna njia, au jidarun, au kuna ukuta, idha sami'a takbiratal imam, kama anasikia takbira ya imam. Qultu, anamalizia Abu Maliki kwa kauli yake kwa kusema walaisa yakhfa anna mahalla hadha, na haifichikani mahala pa kufanya hilo, kulluhul haja, kama kutakuwa kuna haja ya kufanya hivyo. Kama kutakuwa kuna haja ya kufanya hivyo, basi tutafanya. Kama ipi? Kamtila'il masjid, kama vile msikiti ukijaa tunaweza tukafanya hivyo. Warihabil muttasila, na vile viwanja vinavyoungana na msikiti na vyenyewe vikawa vimejaa, basi tunaweza tukapanga safu hata kama barabara itakapokuwa inakatisha. Wa illa, na kama hapakuwa na haja ya kufanya hivyo, fal aslu tisalu sufufi, asili ya swala safu zote zifanyaje? Ziungane. Wataqarubuhuma, na zikurubiane. Hiyo ndiyo asili ya kuswali swala. Wallahu a'lam. Tupate adhana. Kabla ya adhana tupate tambihi ya mwisho kwamba la tasihu salatu iqtidaa biimamin tunqalu salatuhu bilmidhiya, haifai kumfuata imamu ambaye swala hiyo unaiangalia kwenye au unaisikiliza kwenye redio, haifai. Au imamu yupo kwenye TV unamwangalia, au yupo kwenye redio, hairuhusiwi kufuata swala ya namna kama hiyo, haisi. Wallahu a'lam. Baada ya kuisoma hiyo tambihi fupi, tusome hapo as-sufufu wa ahkamuha. Tusome kipengele kinachozungumzia swafu na hukumu zake. Khairu sufufi rijali wan nisa, safu iliyokuwa bora ya wanawake na wanaume ni ipi? An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, khairu sufufi rijali awwaluha, safu bora ya wanaume ni ile ya kwanza. Umesikia? Safu bora ya wanaume ni ile ya kwanza, ndiyo safu bora. Kwa hiyo panapokimiwa swala, wahi sana kwenye safu ya kwanza, ndiyo safu bora. Wa sharruha akhiruha, na safu mbaya ni ile ya nyuma kabisa, ile ya mwisho. Leo watu wanaacha safu ya mbele, wanasimama nyuma kabisa. Kumbe ndio ile safu ambayo ni ashari zaidi, safu ya nyuma. Wa khairu sufufi nisa, safu bora ya wanawake akhiruha ni ile safu ya mwisho, ile ndiyo bora. Wa sharruha, na safu ambayo ni mbaya yenye shari zaidi, awwaluha ni ile safu ya mbele, ile safu ya kwanza. Lakini anasema Abu Malik, wa kaunu khairi sufufi rijali akhiraha inma mahalluhu idha kunna yusallina khalfa sufufi rijal, na kuwa kwamba swafu za wanawake bora ni zile za nyuma ikiwa wanaswali mbele ya nani? Ya wanaume. Yani wanaposwali wako kwenye msikiti ambao na wanaume wanaswali,
ndiyo itakuwa safu mbaya na shari ni ile ya mbele. Lakini fa in kunna yusallina khalfa imra'a, ikiwa wanaswali nyuma ya mwanamke mwenzao, au ma'al imami fi makani munfasilin 'anir rijali, au wanaswali na imamu lakini sehemu ambayo imetengana na wanaume, fadhahiru, kinachoonekana wazi, anna khaira sufufihinna al-awwal, safu ya kwanza ni bora zaidi. Kwa sababu gani? Liumumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, kwa umumi ya kauli ya mtume inasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awwali, hakika ya Allah na mtume wake na malaika wake, hakika ya Allah na malaika wake yusalluna, wanaziswalia. Maana yake Allah anaitakia rehma, anawaombea dua na kuwasifia wale wenye safu za mbele, na malaika wanawaombea dua wale wenye safu za mbele. Kwa hiyo umumu huu unaingia kwenye safu za wanawake na wanaume. Ama ule ukaraha kwamba safu mbaya ya mwanamke ni ile ya nyuma ya mbele, ikiwa wanaswali pamoja na nani? Na wanaume, na hapakuwa na kizuizi. Lakini kama kuna kizuizi, basi itabaki ile ile kwamba safu bora ni ile safu ya kwanza, hata kwa wao wanawake. Haya maneno ameyaeleza Abu Malik yeye kama muono wake alivyozikusanya hizo hadithi mbili. Wallahu a'lam, Allah ni mjuzi zaidi wa hilo. Tuangalie sasa fadhlu safil awwal, ubora wa safu ya kwanza. Fadhlu safil awwal, ubora wa safu ya kwanza. An Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala walau ya'lamuna ma fi safil muqaddam, lau watu wangelifahamu fadhila za safu ya mbele, lastahamu, basi wangepiga kura. Nadhani hizi tushazisoma. Wa fi lafdhi muslim lakanatil qur'a, na katika lafdhi ya Muslim basi ingelikuwa watu wanaswali kwa kupiga kura. Fadhlu mayamini sufuf, ubora wa safu za kuliani, yani upande wa kulia wa safu ni bora zaidi. Fa'ani al-Barra qala kunna idha sallaina khalfa an-nabi sallallahu alayhi wasallam, Barra anasema tulikuwa tunaposwali nyuma ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ahbabna an nakuna ayyaminihi, huwa tunapenda kuwa upande wake wa kulia. Kwa hiyo ni bora unaposwali basi bora uwe upande wa kulia wa safu. Yuqbilu alaina biwajhihi, akawa mtume anatuelekea kwa uso wake. Mayali al-imamu, ni wakina nani? Tutamalizia na kipengele hiko. Mayali al-imamu, wale wanaomfuata imamu, wale wanaotakiwa wakae pale mbele, wasimame mbele. Baada ya imamu tu wasimame wakina nani, ndio hawa tunawaeleza. Ani ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume anasema liyaliani minkum ulul ahlami wan nuha, wanifuatilie mimi, wasimame nyuma yangu mimi watu wenye akili na busara zao. Sawa wale wanaosimama mbele ya imamu, yani nyuma ya imamu pale, wawe ni watu wenye barabara, watu wenye akili, na wasisimame watoto wadogo pale. Wasimame watu wenye akili, wenye ufahamu. Liyaliani minkum ulul ahlami, watu wenye ahlami wa nuha, watu wenye akili. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale wanaowafuata. Thalatha, aliyasema neno mara tatu. Mwisho akasema wa iyyakum wa haishatil aswaq, jiepusheni sana na mchanganyiko wa masokoni. Watu wasikae tu kama sokoni. Sokoni hajulikani hapa yuko nani, hapa yuko nani. Sisi tuache hiyo haishatul al-aswaq, tusimame kama watu wenye akili, ndio wasimame pale mbele. Akaeleza Abu Maliki ulul ahlami ni nani? Humul uqala, ni wale wenye akili. Waqila albalighuna, na maana nyingine ina maana ya watu waliokuwa balighi. Wanuha aluqulu, nuha maana yake ni watu wenye akili. Wa fil hadithi, kwenye hadithi hii, taqdimul afdal fal afdal, inatakiwa watangulie waliokuwa bora kisha waliokuwa bora ila al-imam, wamtangulie imamu, wamfuate imamu pale.
li'annahu aula bil ikram, kwa sababu hao waliokuwa bora ndio wanastahili zaidi kukirimiwa. Wali annahu rubbama ihtaja al-imamu ila istikhlafi, na kuna muda imamu anahitaji, labda anapata dharura, anahitaji mtu aendelee na ile swala, fayakunu huwa al-aula, kwa hiyo yeye anakuwa anastahili zaidi. Wali annahu yatafattanu litambihi al-imami, kwa sababu watu wenye akili na wenye uelewa wanakuwa makini zaidi na kumpa tambihi imamu. Labda imamu amesahau kitu, wale wanaweza wakamzindua ala sahwi, juu ya kusahau. Lima la yatafattanu lahu ghayruhu, vitu ambavyo hawezi kufanya mtu mwingine. Waliyathbitu sifata as-sala, na wale wanaidhibiti zaidi sifa ya swala. Wayahfadhuha, na wanaihifadhi. Wayanquluha, na wanainukuu swala ile. Wayuallimuha an-nas, na waje kuwafundisha watu wengine. Ndio maana wanatakiwa wakae mbele. Waliyaqtadiya biaf'alihim, na wale waige vitendo vyao. Man waraahum, wale waliokuwa nyuma yao. Walidhalika, kwa ajili hiyo, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, yuhibbu an yaliyahu, alikuwa anapenda wamfuate yeye almuhajiruna, muhajirina ndio alikuwa anapenda wakae nyuma yake. Wala ansar, na wale maansari, liakhudhu minhu, ili maansari wachukue hukumu kutoka kwa muhajirina, kwa sababu muhajirina wamekaa muda mrefu na mtume na wanafahamu hukumu nyingi za swala. Nimalizie na athari an Qais ibn Ubad qala, baina ana fil masjid, siku moja nikiwa msikitini. Anasema Qais ibn Ubad, siku moja nikiwa msikitini, fi safi al-muqaddam, katika safu ya mbele. Iko safu ya mbele, ghafla fajabadhani rajulun min khalfi, akanivuta mtu mmoja nyuma yangu. Jadbatan, uvutaji mzito kabisa. Fanahani wa qama maqami, akanitoa katika ile swafu na akasimama yeye. Mzito kidogo Yeye anaswali Qais ibn Ubad, ghafla akasikia kuna mtu anamvuta. Akamvuta, akamchomoa, alafu yule mtu akaenda kusimama katika ile swafu. Fa wallahi, anasema huyu sahaba, anasema fa wallahi ma aqaltu salati, wallahi sikuwa makini tena na swala yangu, nikawa nawaza, nafikiria huyu mtu kwa nini amenivuta na kunitoa na mahala pangu kusimama yeye. Falamma ansarafa, alipomaliza swala, fa idha huwa Ubay ibn Ka'b, kumbe alikuwa ni sahaba anaitwa Ubay ibn Ka'b, ndio aliyemvuta, al-Ansari al-Khazraj. Faqala, akasema, ya fata, ewe kijana. Anatulizwa sasa yule Qais ibn Ubad, la yasuuka Allah asikufedheheshe katika hili. Anamtuliza, usiwe na hofu katika hili. Inna hadha ahadu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, hakika ya hili limethibiti, au ahadun limetokea kipindi cha mtume sallallahu alaihi wasallam, au ni ahadi hii kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ilaina annaliyahu, sisi tumfuatilie yeye. Hii hadithi ni ndefu. Kwa hiyo katika hadithi hii inaonyesha kwamba kama mbele labda kuna mtu ambaye unahisi au umemuona labda ni mtoto mdogo, basi unaruhusiwa kumvuta na wewe kwenda kukaa mahala pale ambako panahitajika wewe ukakae, kwa sababu ni sunna kufanya hivyo, na mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye amefundisha hivyo. Sawa wallahu a'lam. Darasa hili tutaishia hapa. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.